Mwanamke, mtii mumeo kwa habari ya shule za watoto wenu. Mtii mumeo kwa habari ya mtoto akasome shule gani. Ili jambo ninalisema sio mara ya kwanza, kwa sababu ziko ndoa nyingi tayari zinapitia msukosuko kwa ajili ya jambo hili. Mtii mumeo. Kumbuka siku zote tumekuwa tukijifunza, kama umekuwa ukifuatana nasi, tumekuwa tukijifunza kwamba utii ni wito wa msingi kwa mwanamke kwenda kwa mumewe. Utii ni msingi unaweza kuitunza ndoa yako, hiyo ndoa yenye furaha na amani. Na utii unamaanisha kwamba mnapojadili jambo lolote na mume wako, mkawa na mitazamo tofauti, unatakiwa uache mtazamo wa mumeo ndio usimame. Unatakiwa utoe mawazo yako kwa unyenyekevu, akusikilize, lakini mwisho wa siku maamuzi ya mwisho ni ya kiongozi, ni ya mumeo. Unatakiwa utii. Kwa habari ya shule ya mtoto, wanaume baadhi wanapofikiri kwa mantiki za nafasi ya familia kiuchumi na mambo muhimu yanayotakiwa kufanyika, wanaamua kutokana na logic, kutokana na mantiki kwamba mtoto anatakiwa akasome shule ya serikali. Sasa wewe mwanamke unapotafakari kwa msingi wa kwamba mwanangu asije akawa kama anaachwa nyuma, kama utatofautiana na mumeo, ukaweka msisitizo na msingi ukalibebea hilo, ukalishika kidedea, mpaka yamkini mmeo akaachia ukampeleka mtoto kwenye hiyo shule ambayo ni ya kulipia, unaweza ukawa umefanya hivyo huku umeisha hatarisha mahusiano yako na mumeo ndani ya nyumba. Kwa sababu kwa mumeo hili jambo linakuwa sio tu habari ya shule na ya mtoto, linakuwa ni kwamba umekosa utii. Na kwa mumeo ukishakosa utii, ukishakosa heshima kwake, anachosoma kwako ni kwamba humthamini, humjali, humpendi, humzingatii, yani anajali kila kitu kutoka kwako kwenda kwake kimithili. Ukishakosekana utii na heshima, hakuna kiasi cha maneno utakayoweza kusema, lakini mimi nakupenda, lakini angalia hili na hili nimekufanyia, lakini mimi nakuthamini. Hakuna kiasi cha maneno wala matendo utakayofanya ukishaondoa utii na heshima, mumeo aelewe. Hakuna. Kwa hiyo ukifikiri kwa mtoto kusoma kwenye shule fulani ya kulipia akajifunza Kiingereza, utakuwa umemsaidia sana mtoto. Ukifikiri utakuwa umeyatengeneza maisha yake ya baadaye, naomba leo nikuambie utakuwa umeharibu maisha yake, kwa sababu utakuwa umeharibu familia. Familia ni sehemu ambayo mtoto anahitaji pawe na amani na utulivu, pawe na upendo kati yako na baba yake. Hayo mazingira ndio yanayomfanya mtoto anafanikiwa. Kwa hiyo ni afadhali mwisho wa siku ukakubaliana na kauli ya mumeo, hata kama kuna kitu wewe kwa akili yako unaona kinaharibika. Omba Mungu, mwachie Mungu. Angalia jinsi mnavyojadiliana na mumeo, ni jinsi gani mnaweza mkajazia mapungufu. Kama mtoto atenda kusoma shule ya kawaida ya Kiswahili, mtajaziaje hayo mapungufu? Ila amani, furaha, utulivu pale nyumbani, utulivu wa pamoja wa familia, ili baba yake na wewe mama yake muweze kukaa pamoja, ni jambo la msingi sana kwa huyu mtoto, kuliko kufikiria hiyo shule, kwamba hiyo shule ndio itamfanya mtoto aweze kwenda vizuri kwa maisha yake ya baadaye. Kwa hiyo mwisho wa siku mwanamke unapoteza tu. Usipotii na kumheshimu mumeo, unapoteza tu, hakuna unachojenga. Unapoteza kwa habari ya furaha na amani yako, unapoteza kwa habari ya furaha na amani ya ndoa, unapoteza kwa habari ya furaha na amani ya mtoto huyo uliyefikiria unamsaidia, unapoteza pande zote. Zingatia hili. Kama umetofautiana na mume wako katika jambo lolote, utii na heshima inakutaka kauli yake ndio isimame. Kwa habari ya shule ya watoto, utii na heshima unakutaka kauli yake ndio isimame. Usishikilie msimamo wako, msikilize na kumtii mumeo, ili uwe na amani na hao watoto wawe na mafanikio, mpaka mfike siku wewe na baba yao mwakabidhi wake zao, mwakabidhi kwa waume zao kama ni wa kike, na baadaye muone wajukuu zenu pamoja, msherekee miaka 50 ya ndoa, muishi kwa furaha na amani nyinyi pamoja na familia yenu.